Bana, jana kama kuna video ambayo imeonekana kutrend kunako mitandao ya kijamii kwa watu wa soka, ni ile ambayo ilikuwa inawaonesha wachezaji wawili wa JKT Tanzania wakifukia kitu fulani kwenye penalty arc ya uwanja wa CCM Mkwakwani mkoani Tanga, lakini pia baadaye akaonekana Clement Mzize kwenda kutoa kitu cha aina ile, lakini kwenda kutoa kwake Mzize ni kama alishinikizwa sana na moja kati ya mashabiki wa Young Africans ambao walikuwa wanapiga kelele sana pale uwanja wa Mkwakwani, jambo ambalo likamsukuma Clement Mzize kwenda kutoa kile kitu ambacho ilikuwa inasadikika kwamba walikifukia wachezaji wa JKT Tanzania. Sasa huyu ndio shabiki ambaye yeye anasema aliona ushuhuda huo wa kile ambacho kilifukiwa kiwanjani na kupelekea kuweza kuambia baadhi ya wachezaji wa Young Africans akiwemo Mzize ili aweze kukitoa, kwa sababu walikuwa wanaamini pengine kilikuwa kinaziwia kwa Yanga kuweza kupata kile ambacho walikuwa wanahitaji kukipata jioni ya jana. Hiki ndicho ambacho wamekizungumza na ushuhuda wake kuhusiana na imani za kishirikina kwenye mchezo huo wa jana. Tukio ambalo mimi nilipambania timu yangu, nikafanya kitendo cha kishujaa cha kumwambia Clement Mzize kupaza sauti, akatoa kitambaa ambacho kiliwekwa katika kidude cha kupigia penati. Mzize akaenda kufanya hivyo. Mwisho wa siku tukapata goli hapo hapo. Tulijaribu attempt zaidi ya 9 lakini hatukufanikiwa hata moja. Ametoa tu Mzize. Hapo hapo tunapata goli. Jukwaa lote liliniungia, jukwaa lote niwasema kwa niliokota kwa sababu aliona kitendo cha kishujaa nilichokifanya, kwa sababu niliona Roho Mtakatifu aliniongoza, akaniambia kuna kitu pale. Na kweli hata kipindi cha pili niliwaambia hivyo hivyo. Katoeni kitambaa ambacho kiliwekwa pembeni ya goli. Wakafanya hivyo, tukapata goli la pili. Kwa hiyo nawaambia Watanzania, mpira wetu una mambo madudu mengi sana na anaruhusiwa, na shangani kwa nini. Lakini pia tumekuja Tanga kucheza katika kiwanja hichi, lakini kiwanja hiki kimenisikitisha sana. Mimi ni mzao wa Tanga, mimi ni mwana Tanga, mimi kwetu ni Tanga, lakini naishi Dar es Salaam Baraka Yanga. Kwa kweli nimeshuhudia kiwanja ambacho kimepoteza ubora. Na kwa nini kimechezeshwa hii hatua ya nusu finali? Kwa nini kiwanja hiki kimetumika? Kimetunyima magoli mengi sana. Lazima tuulize, marekebisho, pesa nyingi zilizotolewa kwa marekebisho ya uwanja huu kweli zimetumika kurekebishia? Pengine mvua ndio zimechangia kuiona pichi ipo kwenye hali. Hapana, tumeshuhudia uwanja unapaka rangi ya mistari ya kutokea leo uwanjani, akati tumeambiwa kuna hela nyingi zilitolewa kwa ajili ya kurekebisha uwanja huu. Sasa tunajiuliza, mpira wetu, viongozi wetu, zile pesa kweli ambazo ziliwekwa kwa ajili ya kufanya virekebisho viwanja hivi zimetumika? Inaashiria nini? Tayari mmefika kwenye hatua ya finali, pengine mnalihitaji taji lenu la pili msimu. Kipi unakiona mbele? Unaambiwaje kwenye nchi? Kombe lolote unaolijua ni mali ya Young Africans. Ukiona kombe lolote kwenye nchi hii, ujue Young Africans ndio mwenye kombe. Kwa hiyo nitalitetea kombe lolote. Mimi ndio bingwa mtetezi wa CRDB, mimi ndio bingwa mtetezi wa NBC, mimi ndio bingwa mtetezi wa ngao, na nimechukua vikombe 3 mpaka sasa. Nitachukua vikombe vyote, na naomba, nimepambana kuingia finali, nimepambana kibabe. Naomba uliyekuwa unanitamani siku nyingi, unadai unadanganya watu unataka, kumbe unitaki, unafurahi ninavyoendelea kugoma. Sasa tukutane CRDB finali. Kama mwanaume najua una uwezo wa kumfunga Singida, ole wako usimfunge Singida, utakuwa umenikimbia wazi. Nataka uje tukutane finali, mimi na wewe, tuone nani alimkimbia mwenzake. Unaamini uwezo wa Simba kumfunga Singida upo? Wala hakuna wasiwasi? Upo, najua wanaweza kumfunga Singida. Nataka mfunge Singida aje akutane na mwamba, mwanaume ambaye amewekeza, ana viongozi bora chini ya Engineer Heri Saidi, GSM uwekezaji wa maana. Angalia quality ya wachezaji, muone Maxim pia Nzengeli, work rate yake uwanjani. Muangalie leo alichokifanya Mudathiri haya basi. Angalia alichokifanya, quality kubwa ya Stefan Aziz Ki. Yaani unaona Yanga ni ya tofauti na vilabu vingine vyote Tanzania. Ifike muda tuwe wa kweli wachambuzi. Jemedari, ongea ukweli. Ni wachambuzi tena. Wachambuzi wanashindwa kuimwagia maua yake yanayostahili Young Africans. Ongeeni ukweli. Hakuna klabu inayofanana na Young Africans kwenye nchi East Africa hii. Sisi tuna compete na Al Ahly huko, tuna compete na Mamelodi. Hao ndio level zetu. Jemedari.